Kitu cha kwanza nilichojifunza ni kuonyesha bidii katika kazi, kuwa mvumilivu na kuwa mnyenyekevu. Kwanza nilipofika pale, sababu ni mazingira mageni, afu mimi bosi wangu ni msafi. Yaani jamani, kuna usafi na kuna usafi tena. Unaona, kwa nilipofika pale akawa nikifanya hiki, anambia hiki hakipo hivi, haitakiwi hivi, unatakiwa ufanye hivi. Sasa siku za mwanzo nikaona kama napitia wakati mgumu. Lakini nikajipa moyo nikasema mimi nimekuja hapa kufanya kazi na lengo langu ni lipi? Unaona? Kwa hiyo nikakubali kufundishika, akananielekeza unatakiwa ufanye hivi, nafanya. Fanya hivi, nafanya. Mwisho wa siku nikazoea, yaani ile baada ya kuanza kusimamiwa, nikawa najisimamia mwenyewe. Lakini kitu kingine, unyenyekevu. So unafika na kazini, bosi anakuelekeza hiki, unaonyesha jeuri. Napaswa kuwa nyenyekevu. Kwa hiyo nilichojifunza kwangu kwamba napaswa kuwa mnyenyekevu. Maana nitatoka hapo pia nitaenda sehemu nyingine. Unaona? So mabosi wote wanaweza kuwa wavumilivu. Kuna sehemu nyingine utaenda atashindwa uvumilivu. Unaona? Atakurudisha. Kitu kingine nilichojifunza, upendo. So ile familia yangu na familia bosi wangu mimi ina upendo. Ina upendo sana, nilichojifunza. Na ndio maana nikaamua na kuchukua mkataba wa pili. Asante. Wadada Center. Mimi kama alivyosema hapo, hii ni mara yangu nyingine tena kuja hapa, lakini nilikujaga kipindi kile cha nyuma sana, kipindi ambacho ilikuwaga mishahara ni 100,000. Kwa hiyo nilipataga kazi nikamaliza mkataba wangu wa 100,000. Of course nilipataga experience na mafunzo kutoka kwa matrons wetu ambao walikuwepo hapa. Ile kitu kusema kweli ilinisaidiaga sana. Kwanza kabisa katika kituo hichi cha Dada Center tunafundishwa usafi. Usafi sio ule usafi tu, bali ni usafi ambao ni uko deep kidogo. Na pia kupika. Hatupiki tu ili tumepika. Tunapika yani kwa level fulani hivi ambayo hata bosi akiona atashangaa kwamba mimi nimeenda restaurant fulani nimekula chakula kama hiki. Kumbe hata huyu anaweza kunipikia chakula kama hiki. Okay, alisia tu story kidogo. Mimi nilivyokujaga katika kipindi hicho cha kama 2021 2020 nilivyokujaga hapa after kumaliza mkataba wangu, nilipataga rafiki kutoka kwenye hiki kituo. Nilipopataga rafiki kutoka kwenye hiki kituo, yule rafiki wakati niko tu nyumbani aliniambia kwamba ana bosi wake ambaye anakaaga naye, sio hapa lakini yule bosi wake alikuwa na hoteli. Ana hoteli yake ya kulala wageni, ya restaurant hivyo. Kwa hiyo akasemaga anataka msichana. Kwa hiyo katika kuwasiliana naye akaniambiaga. Kwa hiyo mimi nikawa interested. Nikasema basi sawa. Nikakutana na bosi wake hivyo. Nikapataga kazi hapo. Kwa hiyo yule bosi wake akunipelekaga direct kazini kwake. Nilikutana naye nyumbani kwake. Kwa hiyo katika pilika za kazi na nini, nilikaga nyumbani kwake kama wiki 2. Kwa hiyo yule bosi aliniona. Yani aliniona vile ninavyoamka, nafanya usafi, nafanya nini, yani alinipenda to the extent. Kwa hiyo yule bosi akanichukuaga, akanipelekaga kwenye ile hoteli yake. Kwa hiyo nikafanya kwenye hoteli yake kama miaka 2 hivi. Kwa hiyo yani yule bosi alikuwaga anapata feedbacks za yule dada umemtoa wapi? Yani hivyo, yani ule usafi, unajua ule usafi, yani kwa okay by nature tu mimi napenda usafi, ni msafi na nini. Lakini yani narudisha tu nyuma kwamba nilivyokaga kwenye hicho kituo, nilifundishwa hicho kitu. Kwa hiyo nilichezaga kote. Nilikuwa nafanya usafi at the same times, kama kuna mtu anataka oda chakula nilikuwa nampikia. Kwa hiyo nilifanyaga pale kazi kutoka kwa mtu ambaye alinifanyia mchongo ambaye nilikutana naye hapa. Kwa hiyo pia napenda kutoa shukrani zangu za dhati kupitia nyinyi, pia niliwezaga kupata kazi
sehemu nyingine. Okay, kwa hiyo nilivyofanyaga vile, kitu ambacho nilipata kwenye ile changamoto nilipata kwenye ile kazi ni kwamba ni malipo. Tunarudi nyuma tena kwenye hiki kituo bwana, ni big up sana ziwaende kwa sababu when it comes to malipo, when it comes to your rights, jamani wanasimama na nyie mwanzo mwisho. Kwa hiyo nilifikiria nikasema, okay, mimi nafanya kazi hivi na hivi, napewa mshahara wangu, lakini kwa kusuasua, kwa kudanki. Kwa hiyo tena nikafikiriaga, why not nisirudi tena? Kwa hiyo kuonaga haya matangazo wao wanatoa ya 300,000, 500,000 na nini na nini, nikaona why not nisiende. Mimi nafanya kazi, ni jembe, wananijua. Kwa hiyo ndio maana nikaamua kurudi tena. Why? Kwa sababu huku yani hivyo kazi ni pesa, unajua? Kwa hiyo nikaona nikija mshahara wangu nitapata kwa muda, nitasimamia haki zangu, unajua hivyo. Kwa hiyo nikaona this is the safest place for me to come back. Kwa hiyo ndio maana nimekuja. Lakini katika kipindi hichi ambacho nimekuja hapa kama wiki moja, wiki mbili, kuna kitu kingine tena nimejifunza ambacho kwa kipindi cha nyuma huko nilikotokaga hakikuwepo. Kitu gani? Hapa sasa hivi wana programs hizi za kuwafundisha dada kupika chakula. Sio kupika chakula tu. Yaani tunafundishwa kupika yani chakula fulani kama cha 5 star. Nadhani mnajua wote hapa ambao mmepita hapa kituone. Kwa hiyo tunafundishwa vitu, yani kujipa thamani kwenye kazi, kujipa thamani kwenye kutoa service kwa bosi wako. Chakula kipikweje, kiweje, laza, yani wewe toa ushauri kwa bosi. Bosi wako amezoea labda kitunguu, nyanya, karoti na nini. Unaambia bosi, bwana kuna hiki. Juzi kati hapa matroni wetu dada yetu, dada Love alitufundisha kupika curry beef, kitu kama hicho, curry beef fries. Jamani, juzi tu hapa kila mtu anakumbuka. Kwa hiyo tulipika kile chakula, yaani afu ni simple, dakika 30 hata ziishi. Chakula kizuri, tukapenda makaroni yale nini hivyo. Kwa hiyo ni chakula fulani kizuri, yaani tumetengenezewa uwezo wa kujipa thamani zile kazi za nyumbani, especially kwenye mapishi, kwenye usafi na pia kwenye ile kujiongeza tu. Bosi anaweza karudi kumwambia madam, can I give you labda coffee, tea, juice, whatever. Unajua? Kwa hiyo yani you have to be creative. Unaelewa? Kwa hiyo mimi yani kwa kweli hii kitu ni kwangu ni mpya, afu imenijengea kama confidence. Kwa hiyo ndio maana nikasema ngoja tu nirudi, kwa sababu mimi najua uwezo wangu na kituo hiki wanajua mimi uwezo wangu. Kwa hiyo ndio maana nimerudi hapa tena as a smart dada. Kwa hiyo inshallah Mungu akipenda hivyo nitafanyia labda kazi. Asante. Akila kazi kwako na maswali. Umemaliza interview na yeye au bado? Ameamua afanye interview hapa leo live. I say amemaliza interview kabisa. Kwa sababu mpaka customer care kai-apply hapa, mapishi, usafi, yani kila kitu, Kiingereza, yani amemaliza. Shukrani. Shukrani, big up. Kabisa. Kabakiza moja tu, sadaka wa kituo. Amebakiza moja tu kwenda kukamilisha mkataba. Akienda kwenye kazi akamalize mkataba. Akafanye vizuri majukumu yake. Haya. Tunashukuru kusikia Lucy, labda tumsikie madam basi. Nafikiri Lucy ameelezea, ametuunganisha zamani na sasa ametuunganisha.